Na sasa tunarejea hapa jijini Nairobi kuungana tena na mwanahabari wetu Laban Shaban kufuatia madereva na wahudumu wa matatu kadhaa kukamatwa na magari kutwaliwa na maafisa wa polisi na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Central na Kamukunji. Haya yanafungamana na mgomo wa magari uchukuzi wa umma kote nchini, mgomo uliotatiza usafiri kwa saa kadhaa Jumatatu asubuhi kabla ya magari kurejea barabarani. Tunaungana naye kwa mara nyingine ya moja kwa moja, labda atuchoree taswira kamili ya jinsi hali ya uchukuzi ilivyo jijini. Laban? Kabla ya taarifa hiyo ambayo tumesema kwamba kuna baadhi ya watu wamekwisha kamatwa na kutiwa nguvuni, basi ipo taarifa ambayo ilijiri asubuhi kabisa. Saa chache zilizopita wananchi walitaabika sana wakijaribu kufika jijini. Manake tangazo hili lilikuwa limekwisha tolewa siku kadhaa zilizopita kwamba Jumatatu itakuwa ni siku ya maandamano, na kweli maandamano hayo yameweza kusikika kabisa na wananchi ambao wanategemea uchukuzi wa umma. Nikitembea kufika hadi maeneo ya Thika Road asubuhi, magari yalikuwa machache sana, kuona foleni ndefu kabisa ya wananchi wakisubiri magari wasiyaone asubuhi. Na yale magari machache ambayo wachukuzi wao walikaidi amri ya maandamano haya, basi waliweza kubeba wachache, walibeba wale ambao waliweza kuwabeba kwa wingi, lakini walikuwa wamepandisha nauli na hawakuwafikisha katika jiji la Nairobi. Si katika barabara ya Thika pekee, hata katika barabara ya Ngong Road, Jogoo Road, barabara kutoka maeneo ya Westlands, barabara pia kutoka Kiambu Road. Barabara hizo magari yalikuwa yanawashukisha abiria mbali sana, na waliweza kutembea kwa muda mrefu kufika katikati ya jiji. Sasa hivi unaona shughuli iko jijini. Niko katikati ya jiji la Nairobi. Hakukuwa na shughuli hizi saa chache zilizopita. Nimeweza kuzungumza na rais wa wamiliki wa matatu humu nchini, Albert Karakacha, ambaye amekwisha ahirisha mgomo huu. Ni mgomo ambao umefanyika kwa saa chache tu. Ameahirisha hadi juma lijalo, Jumatatu. Na ni muhimu sana kuelewa muktadha huu. Kwa nini maandamano haya yamepangwa? Maandamano haya yamepangwa kwa sababu ya mgogoro kati ya wamiliki wa matatu na wahudumu wa bodaboda. Manake kumekuwa na mivutano. Endapo kuna matukio ya ajali, kunakuwa na mvutano kiasi cha kwamba magari ambayo yamesababisha ajali yanateketezwa. Na Karakacha anatuarifu kwamba ni angalau magari 20 yameteketezwa kwa muda ambao wameweza kunakili matukio haya. Na wamesema serikali isiposikia kilio chao cha kuleta muafaka kati ya wahudumu wa bodaboda na wao, basi wataendelea na mgomo. Kama sauti ambayo watasikia ni mgomo, basi wataendelea kila wiki hadi serikali pia itakapochukua hatua hii, na pengine hata kukamata wale ambao wanawaita kuwa wahuni ambao wanateketeza magari yao. Narudisha hadi studio tuweze kufuatilia taarifa nyingine. Taarifa hii pia tutakupa kwa kina ifikapo saa 1 na saa 3 jioni. Kwako Ruga. Safi kabisa. Asante sana Laban Shaban kwa kutupasha hayo.